Ushindi walioupata wekundu wa Msimbazi Simba wa mabao 4-1 kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Al Masry na kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025 umeleta furaha ya aina yake kwa Tanzania, furaha ya aina yake kwa wananchi wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambao unasimamiwa katika eneo la mpira wa miguu na baraza la vyama vya mpira wa miguu Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Ni kwa sababu Simba ndio wawakilishi pekee waliosalia kwenye michuano ya klabu ya CAF msimu huu, wakiwakilisha vyema Tanzania, wakiwakilisha vyema ukanda huu kwa kutinga hatua ya nusu finali. Ikumbukwe ukanda wa Sekafa, baadhi ya nchi unazozihusisha ni pamoja na Tanzania, lakini Zanzibar nayo ni mwanachama kwa taratibu za mpira wa miguu ndani ya Sekafa, lakini pia kuna Kenya, kuna Burundi, kuna Uganda, kuna Rwanda, kuna Sudan, kuna Sudani ya Kusini, kuna Djibouti, kuna Eritrea, kuna Ethiopia miongoni mwa wanachama hao wa Sekafa. Sasa Simba ndio waliofika hatua nusu finali ya michuano ya klabu ya CAF kwa ukanda huu. Kwa hiyo ni habari njema sio tu kwa Tanzania bali pia katika nchi zote wanachama wa Sekafa. Lakini jambo la pili kubwa la kihistoria lililowekwa na Simba kwa kuwatoa Al Masry ya Misri kwa penaltizo 4-1 na kutinga hatua nusu finali ni kwamba Simba sasa imeingia katika orodha ya klabu 5 bora kwa viwango vya ubora vya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Tangu taratibu wa viwango vya ubora kuanzishwa na CAF, Simba ndiyo timu inakuwa ya kwanza kutoka Tanzania, ya kwanza kutoka katika ukanda huu unaosimamiwa na Sekafa kwa kuwa miongoni mwa klabu 5 bora barani Afrika. Hivi sasa Simba sio tu kwamba imeingia 5 bora bali pia imekwenda mbali zaidi. Simba ndiyo ya 4 kwa ubora hivi sasa kwa taratibu za CAF kwenye viwango vya ubora barani Afrika kati ya klabu zote katika mashirikisho wanachama ya mataifa yote. Simba inazidiwa kwa ubora na klabu 3 tu hivi sasa. Nazo ni zipi? Ni Al Ahly ya Misri, ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na Esperance de Tunis ya Tunisia. Inayofuatia kwa ubora kwa viwango vya CAF ambavyo huangalia ufanisi wa klabu katika misimu 5 ya michuano ya klabu ya CAF, Simba ndio inayoshika nafasi ya 4 na klabu nyingine zote ambazo sijazitaja miongoni mwa zile 3 zinazidi Simba, maana yake kwa ubora kwa taratibu za CAF ziko chini ya Simba kwa ubora. Ni kwa sababu gani? Taratibu za CAF inafahamika wazi. Kwenye misimu 5 ukihusisha msimu uliopo, hapa tunazungumzia msimu wa 2024 2025, ndio misimu ambayo klabu huangaliwa imefanya vipi, ufanisi wake ukoje katika michuano ya klabu ya CAF. Michuano hiyo ni ligi ya mabingwa barani Afrika CAF na kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Pointi huanza kuhesabiwa kwa timu pale inapoingia hatua ya makundi ya michuano hiyo ya klabu ya CAF, mmoja wapo kati ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Pointi zinazokusanya katika misimu yote 5 ndizo ambazo hulinganishwa na klabu nyingine ambazo nazo kusanya pointi zake katika misimu 5, na kisha ile yenye pointi nyingi ndio inakuwa juu, alafu inafuatia na nyingine katika utaratibu wenyewe wanaita descending order, ama utaratibu wa kuweka pointi kwa kushuka chini, yenye pointi nyingi na kuwa juu. Sasa baada ya Simba kuwafunga Al Masry, Simba kabla ya hapo walikuwa wanashika nafasi ya 6 kwa ubora wakiwa na pointi 38, na hizo ilizikusanya kuanzia msimu huu kurudi nyuma mpaka kufikia msimu wa 5. Maana yake utazungumzia msimu wa 2023-24, msimu wa 22-23, msimu wa 21-22 mpaka msimu wa 2020-21, ndipo ambapo Simba ilikuwa kwa ujumla wake imepata pointi 38 kwa sababu ilizikusanya katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho. Sasa kutokana na ushindi wake wa leo kwa kuingoa Al Masry, Simba imeongeza pointi na kutimiza pointi 43. Matokeo yake inazidiwa kwa idadi ya pointi na timu nilizotoka kuzitaja 3 tu ambazo ni Al Ahly ya Misri, lakini Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na Esperance de Tunis. Orodha kamili kwa mujibu wa taratibu za CAF hivi sasa tunapozungumza ni kama ifuatavyo. Namba 1 kwa ubora bado ni Al Ahly ya Misri ambayo yenyewe hivi sasa ina pointi 78 na tena inaweza kaziongeza ama ikaishia hapo endapo itatolewa katika hatua ya nusu finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika inayoshiriki. Al Ahly
imefikia hatua hiyo ya nusu finali baada ya kuwatoa Al Hilal Omdurman ya Sudani. Tunafahamu vizuri. Ya pili kwa ubora hivi sasa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambayo kwa nafasi hii awali ilikuwa inashikwa na Esperance de Tunis. Mamelodi wamewatoa Esperance na sasa wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 57 ambazo wanaweza wakaziongeza kwa sababu wametinga nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Ya tatu ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe ina pointi 57 kama Esperance, lakini taratibu za CAF timu klabu zikilingana points, ile iliyokusanya pointi zake hivi karibuni zaidi kwa pointi nyingi ndio inayokuwa juu ya nyingine. Sasa Mamelodi pointi 57 sawa na Esperance, lakini wamekusanya pointi hizo hivi karibuni zaidi kulinganisha na Esperance baada ya kuwafunga Esperance, na tena wanaweza kaongeza pointi hizo, ndio maana wako juu kuliko Esperance. Ya 4 ndipo nampata mnyama Simba. Simba inashika nafasi ya 4 ikiwa na pointi 43 ambazo inaweza ikaziongeza ama ikaishia hapo hapo, inategemea na matokeo yake ya mechi mbili za nusu finali itakapocheza dhidi ya Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Ya 5 ni timu ya RS Berkane. RS Berkane ya Morocco ambayo yenyewe ina pointi 42 na inaweza ikaziongeza ama ikaishia hapo. RS Berkane imetinga hatua nusu finali kombe la shirikisho kwa kuwatoa ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Halafu ya 6 ni Zamalek. Hawa walikuwa mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho, lakini wameondolewa kwenye michuano hiyo katika hatua robo finali na Stellenbosch ya Afrika Kusini. Kwa hiyo Zamalek wanashika nafasi ya 6 nao wana pointi 42 sawa na RS Berkane, lakini kwa maelezo nilitoka kuyatoa wakati nikielezea utofauti wa Esperance pamoja na Mamelodi ni kwamba RS Berkane wamekusanya pointi zao hivi karibuni nyingi zaidi kulinganisha na Zamalek ambao wameondolewa na hawataongeza pointi zao tena kwa msimu huu kwa sababu hawashiriki tena michuano ya klabu ya CAF baada ya kutolewa na Stellenbosch. Timu inayoshika nafasi ya 7 ni Wydad Casablanca ambayo yenyewe ina pointi 39, haiwezi kuziongeza kwa sababu msimu huu haishiriki michuano ya klabu ya CAF. Nafasi ya 8 inashikwa na Pyramids ya kule nchini Misri. Pyramids ya kina Fisto Kalala Mayele inashika nafasi hii ikiwa na pointi 37 ambazo inaweza kaziongeza kwa sababu imefuzu hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nafasi ya 9 inashikwa na USM Alger ambayo yenyewe pia ina pointi 37, lakini haiwezi kuziongeza pointi hizo, imeshatolewa katika michuano ya kombe la shirikisho na CES Constantine kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo yenyewe inashika nafasi ya 9. Ya 10 ni CR Belouizdad ya Algeria ambayo yenyewe ina pointi 36, ndio inayokamilisha orodha ya top 10. Lakini kwa upekee wacha tuhitaje timu inashika nafasi ya 11. Hawa ni wananchi Yanga ambao wana pointi 34. Wao hawezi kuongeza pointi wala CR Belouizdad wala USM Alger kwa sababu zote zilishaondolewa katika michuano ya klabu ya CAF. Yanga walishia hatua ya makundi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini CR Belouizdad pia waliondolewa mapema wa kufika hatua ya robo finali. USM Alger wametolewa hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwa ujumla tu Simba mnyama wameweka rekodi kwa kuingia katika top 5 wakishika nafasi ya 4. Ni rekodi kwa Tanzania, rekodi kwa ukanda wote wa Afrika Mashariki na Kati. Endapo Simba itafanya vizuri zaidi, ina uwezekano wa kuongeza alama hizi kutoka 43 na kwenda juu zaidi, ikifahamika kwamba Esperance hawapo. Sasa Simba ikikaza ikafika mbali zaidi itaongeza pointi na pointi kwa sababu ikiingia nusu finali, ikiingia finali itavuna pointi nyingine, itakuwa pointi 48. Ikifika ikitoa ubingwa itaongeza pointi nyingine, zitakuwa pointi 53. Itakuwa imejiimarisha zaidi kwa kuongeza pointi ikiwa ndani ya top 5. Ni ufanisi wa aina yake, ni sifa na pongeza pekee kwenda kwenye management ya Simba chini ya rais wao heshima Mo Dewji ambaye uwekezaji wake, usimamizi wake umesaidia kwa kiwango kikubwa. Lakini pia napozungumzia management ya Simba ni pamoja na Try Again, lakini pia ni pamoja na Murtaza Mangungu mwenyekiti, lakini pia ni pamoja na viongozi wengine wa juu katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia benchi la ufundi chini ya Fadlu Davis, lakini pia wachezaji wao ambao wamekuwa wakionyesha kiwango bora na kuiwezesha Simba kutinga hatua nusu finali ya michuano ya CAF ambayo wameisotea kwa muda mrefu. 2018-19 Simba walifika hatua robo finali ligi ya mabingwa wakatolewa na TP Mazembe. 2020-21 wakafika robo finali ligi ya mabingwa dhidi ya Kaizer Chiefs wakatolewa kwa mabao 4-3 baada ya kushinda 3-0 nyumbani kwenye mechi ya marudiano. Mechi ya kwanza kufungwa mabao 4. 2022-23 Abini 21-22 wakaishia hatua robo finali wakatolewa na Orlando Pirates kwa mikwaju ya penalty. 2022-23 wakafika robo finali
ya ligi ya mabingwa. Hilo lilotolewa na Orlando ni kombe la shirikisho. Wydad wakaitoa Simba kwa mikwaju ya penalty baada ya kushinda 1-0 Simba kwa Mkapa, lakini kule Morocco uwanja Mohamed V Simba ikafungwa 1-0, matokeo ya jumla kama 1-1, penalty Simba zikawaondoa. Msimu uliopita 23-24 Simba wakaishia tena hatua robo finali, wakatolewa na Al Ahly waliokuja kuwa mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa Mkapa Simba walifungwa 1-0, kule Misri wakafungwa 2-0. Lakini msimu huu Simba chini ya Fadlu Davis wakasema hapana, wakaingia nusu finali tena kwa kishindo kwa kuwanyanyasa vilivyo Al Masry ndani ya uwanja, lakini matokeo ya jumla ya 2-2 yakafanya iende kwenye mikwaju ya penalty. Simba wakashinda 4-1 na kutinga hatua nusu finali inavyostahili kwa kiwango bora walichoonyesha katika mechi zote mbili, ingawa ilimalizika kwa sare, Simba wakifungwa ugenini 2-0, wao wakishinda 2-0. Sasa swali ni kwamba je, Simba maintain, watabaki katika kiwango hiki cha kipekee kwa taifa hili na kujivunia na wao wenyewe na Msimbazi? Hilo ni swala la kusubiri, kwa sababu itategemea performance yake katika nusu finali na finali, lakini pia itategemea walio chini yake. Kama Simba ikikwama hapa kwenye hatua ya nusu finali, halafu wa chini yake kama RS Berkane wakienda mbali zaidi, ni kwamba Simba itapitwa na kudrop, kwa sababu pointi yao wao na RS Berkane tofauti ni pointi moja, 43 na 42. Lakini kuna Pyramids, lakini pia kuna CS Constantine, kuna Stellenbosch, zinaweza zikaongeza pointi zao pindi zikifanya vizuri na pengine kutoa ubingwa wa michuano wanayoshiriki. Pongezi kwa Simba. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Shukran jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.